Hapa mimi ni furaha kwangu kwa sababu watu wangu pia wameweza kusaidika kutoka kwa serikali. Kwa hivyo ninaomba ya kwamba hii programu ikiwezekana tena ifanyike hivi karibuni. Jambo lingine nimeweza kusikia kutoka radio station yetu ya Egesa. Nimesikia mjumbe wangu akisema ya kwamba watu wa Bogetutu hawafai kuletewa empowerment. Sasa swali langu ni kwamba kama hawawezi kuletewa empowerment, wanataka wao wasaidike namna gani? Kwa sababu tukiangalia sehemu zingine kuna barabara zimeendelea kutengenezwa, kuna barabara za rami. A very good example, ndugu yetu Chavet Nyakundi, yeye tumeona akitengeneza barabara za rami. Ndugu yetu Chavet Nyakundi tumeona akitengeneza madarasa ya ghorofa. Kwa hivyo naomba Mheshimiwa Kibagendi pia apunguze kelele mingi kwa radio stations. Hakikisha ya kwamba sasa hii miaka 2 tumebaki amefanyia watu wa Kitutu chache sana. Ombi lingine ninasema ni kwamba leo asubuhi nimesikia akinitusi kutoka radio station ya Egesa akisema mimi ni KMCA. I don't know how I can describe this. Mimi kama mwakilishi ward ya Bogosero nataka kumhakikishia ya kwamba watu wa Bogosero walichagua MCA wao ambaye ndio mwakilishi wao kutoka kwa ward ya Bogosero. Kwa hivyo kuenda Egesa kunituzi kutoka pande ile, hiyo ni kumaanisha amekoza hutu, amekoza heshima kwa watu wa Bogosero. Kwa hivyo nataka kwa ombi langu ni kwamba hakikisha ya kwamba ameapologize kwa kuenda station ya Egesa kunituzi leo asubuhi akisema ya kwamba mimi ni AKMC. That is very bad and hiyo ni bad manners. Ombi la mwisho, nimesikia akikasivu hii program ya leo ya empowerment. Nataka kumuomba ya kwamba kwa sababu yeye kama mheshimiwa pia ako na pesa ya Rafan, hakikishe hiyo pesa ya Uwezo Fund, hakikishe ya kwamba pia ameweza kuweka hivi vikundi kwa pamoja, wahakikishe ya kwamba wao pia wamefaidika na hii program. Yeye ako na pesa ya kununua pikipiki, ako na pesa ya kununua vyombo vingine ili aweze kuhakikisha amesaidia watu wetu. Hata asanteni sana na Mungu awabariki.